Mambo vipi mtazamaji wa Mino Bongo, karibu sana kwa mara nyingine na kushukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia. Asante sana kwa ambaye umefollow page yetu, lakini vile vile na kushukuru ambaye umesubscribe YouTube channel yetu. Leo niko na Dr. anaitwa Dr. Witness na mambo mengi sana ya kuzungumza naye. Nadhani ni vyema sana kama unaipenda afya yako uweze kumsikiliza kwa makini, kwa sababu kuna vitu vingi sana naamini baada ya hii interview utajifunza kama kijana, mwanamke kwa mwanaume, wazee na watoto pia. Nadhani hii itawasaidia sana, kwa sababu tumekuwa tukimuona mitandaoni akizungumzia mambo mengi sana, mahusiano, nini vitu vingi. So leo tumeamua tuje sisi moja kwa moja ili kuja kuzungumza naye baadhi ya vitu ambavyo vinaleta mkanganyiko kwenye jamii, lakini vile vile kupata tiba na masuala mengine kadha wa kadha. Vipi? Safi, habari? Nzuri. Hivi nimepatia jina lako, labda madaktari unaweza ukalitaja jina kumbe likaa tofauti? Hapana, ndio jina langu kabisa, naitwa Witness Mushashu, au wengi wananijua Dr. Witness mtandaoni. Mambo vipi? Safi. Kwa nini madaktari mnapenda sana nguo nyeupe? Kwa sababu vazi rangi nyeupe kwa kawaida huwa inaashiria moyo safi. Kwa ndo maana hata madaktari unakuta wengi wanavaa nguo nyeupe. Hongera sana kwa kuamua kutoa huduma kwa jamii kimtandao zaidi. Naona umekuwa ukishauri watu mbalimbali kutokana na maisha ya afya zaidi. Kwa nini umechagua njia hii ya kuwa unazungumza na watu kupitia mitandao, kuelezea kuhusu masuala magonjwa na vitu vingine nyeti sana? Ni kwa sababu ukiangalia kwa lifestyle ya maisha ya sasa hivi, maradhi ni mengi ya kuambukizwa na ambayo sio ya kuambukizwa. Nilichagua hii kazi kwa sababu nina uhitaji ndani yangu wa kuweza kuwasaidia watu, kwa sababu ya magonjwa ni mengi. Moja ya kitu ambacho nadhani kingekuwa bora zaidi kujua kabla hatujaendelea ni kwamba umekuwa ukizungumzia sana masuala mbalimbali, ikiwemo issue ya mahusiano na vitu vingine kadha wa kadha. Ni kusema kwamba una kipaji tu kutoka kwa Mungu katika haya ambayo unayasema, aidha wewe ni msomi ambaye umesomea hii taaluma? Sawa. Kwanza kabisa mimi nimesomea hii taaluma, lakini pia nina kipaji ndani yangu kwa sababu natoa kitu kwa uhalisia kwa ajili ya kuwasaidia watu, huduma iweze kuwafikia kwa urahisi. Njia ambayo umeichagua wengine mabinti wenzio wanaweza kuiona kuwa ngumu sana, kwa sababu Instagram page yako mtu akipitia akisikiliza maneno unayoyazungumza, watu wanasema hapa kweli ni mazito. Unazungumza vitu vizito sana ambavyo kwa mabinti wa sasa wengine wanaaibu sana. Hawawezi kuwa wanataja majina ya viungo ambavyo unakuwa ukitaja kuelezea kuhusu masuala ya hapa na pale, mechi za wakubwa na nini. Wewe kama ulivyo mrembo, binti mzuri kiasi hicho, nini ambacho kilikupa comfortability ya kuona kwamba mimi nina uwezo wa kufanya hichi? Kwanza kabisa mimi nitangulize kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu baada ya kuamua kufanya hiki kitu nimepokelewa vizuri kwenye social media. Na pia niliamua kufanya hivi kwa kwamba niwasaidie watu ambao wana changamoto za kiafya. Kulingana na kutaja maungo ya watu hadharani au kutaja maungo ya mtu, kusema labda maungo ya mwanaume au maungo ya mwanamke, kuyataja nikatamka kabisa, ni kitu ambacho nakuwa nawakilisha kwenye jamii. Kwa sababu kwa maisha sasa hivi, kama ukitaji kuwasaidia watu kulingana na maisha yalivyo, kama ukitaja kitu ambacho unasema labda mwanaume labda ana tatizo ya nguvu za kiume kila siku, hawawezi wakakuelewa. Ni lazima uingie in deep, uongee kabisa kwamba hiki kitu 1 2 3, mwanaume ana shida 1 2 3, maungo yake yako 1 2 3. Hiyo inakuwa ni kwamba watu ambao wana uhitaji itawafikia kwa haraka sana, kwa sababu unakuta watu wako nje ya Tanzania na wanahitaji huduma, itawafikiaje? Kama ukizungumza kiustaarabu hakuna mtu ambaye atakuelewa, lakini kama ukiingia in deep, mtu anasema yes, huyu mtu kitu ambacho anakifanya anakijua, kama amekuwa na uwezo wa kuongea kwenye social media. Okay. Why always nguvu za kiume, hatujawahi kusikia nguvu za kike? Siku zote mwanaume ndio kichwa cha familia. Na walivyosema 50% mwanamke na mwanaume, ni kitu ambacho hakipo. Kuna vitu mwanaume anavifanya mwanamke hawezi kuvifanya. Na ndio maana tunatanguliza mwanaume. Mimi ninapoolewa nikatoka nyumbani kwetu namfuata mwanaume, sio kwamba nimefuata pesa, sio kwamba nimefuata chakula, kuna kitu nimekifuata ambacho kwetu siwezi nikakipata. Kwa kama nimekuja kwa mwanaume, nimeolewa, tunaishi na nguvu za kiume hana,
Ni sawa tu ni kwamba nirudi nyumbani kwetu. Ndio maana tunashughulika sana sasa hivi na wanaume waweze kurudi kwenye urijali wao ambao wana changamoto za kiafya. Kwa hiyo ni wazi kwamba hata dokta pia anahitaji mwanaume mwenye nguvu za kiume. Yes. Kwa sababu hamna daktari ambaye atahitaji mwanaume ambaye ana nguvu za kiume. Ni wa kazi gani? Ulijali wa mwanaume sio pesa. Ulijali wa mwanaume sio kuwa na mali nyingi. Ulijali wa mwanaume sio kwamba umiliki majumba au ukitembea una mabodyguard. Kama una nguvu za kiume ni zero. Mwanaume kama mwanaume lazima aweze kuhimili tendo la ndoa, aweze kumfikisha mwanamke kileleni haswa. Okay. Witness, nadhani umekuwa ukipokea wateja wengi sana kutokana na content zako ambazo umekuwa ukizifanya. Wateja ni wengi sana ambao wamekuwa wakikutafuta. Natamani kujua kati ya wanaume na wanawake ni watu gani ambao wamekuwa wakikufuata sana kutaka kupata msaada kutoka kwako? 90% ni wanaume. Japo na wanawake wapo, lakini 90% ni wanaume kwa sababu ya lifestyle ya maisha. Wazee wetu wa zamani ilikuwa ni kwamba mwanaume alikuwa na uwezo wa kumridhisha mwanamke 100%. Na alikuwa anaongoza kuwa na nguvu za kiume. Lakini sasa hivi kutokana na lifestyle ya maisha, mwanaume ana raundi moja, ya pili kurudia shida, raundi 2, ya 3 kurudia inakuwa shida. Mwingine labda aliwahi kufanya mchezo huko kipindi anasoma, masturbation, au mwingine ana matatizo ya kiafya, au mwingine ana matatizo ya kiafya, au mwingine kapita kwenye msongo wa mawazo kupitiza ambao ulimuathiri mpaka kwenye swala zima la nguvu za kiume. Lakini mwingine hayo yote hajai kupitia, ila ana changamoto. Tunarudi pale kwenye vyakula ambavyo tunakula vinatusumbua. Kwa hiyo 90% wanaume ndo na wahudumia haswa. Okay. Miongoni mwa wateja wako ambao wanakuja kwako unawahudumia, kwa hawa waganga wa kienyeji hawa, tumewahi kusikia sana stories za kwamba mganga mwanamke anaweza akaenda na tatizo la uzazi akatibiwa, alafu akamwambia bwana, kwa kuwa umemaliza dawa naomba tutesti, kwa sababu hapa tukitesti naamini tayari utashika ujauzito. Tumekuwa tukisikia hizo story japokuwa mimi sina uhakika. Na kwako pia, je, hilo halikutokei kwa wanaume ambao unawahudumia, kwamba mwanaume anakuja ana changamoto, labda anakuambia bwana, mimi siwezi kumpa mwanamke ujauzito, ukamtibu akapona, alafu akakwambia dokta, mimi dozi nimemaliza, lakini hapa nilikuwa naona ni vyema kama unaweza kunikubalia nitestie kwako? Unajua kila kazi na changamoto zake. Kwangu mimi hiyo inanitokea sana, lakini huwa naichukulia kama ni changamoto tu za kazi. Na huwa naihendo kwa sababu najua ukishadili na kitu kuhusu social media ya aina yoyote, labda unaposti vitu kuhusiana na afya, lazima ujue kwamba kuna watu ambao watakuwa negative na watu ambao ni positive, lakini wote watahitaji msaada. Lakini vile vile kutokana na content ambazo unakuaga unafanya, Wite, wateja wako wanajiulizaga sana, hivi dokta wetu kaolewa kweli? No comment. No comment. Kweli? Okay, naamini ukiachana na hili swala labda la kumtibu mtu akawa anahitaji labda kupata nafasi na wewe, ukiachana na hilo, naamini kuna wengine ambao wanapendezwa sana na maneno yako. Unajua maneno ambayo umekuwa ukiyazungumza kwenye mitandao, kila mwanaume anahitaji kuwa na mwanamke ambaye anaweza kuwa anafanya yale ambayo wewe umekuwa ukiyaeleza. Kutokana na hilo, yawezekana pia wanaume wengi wakawa wanavutiwa. Yawezekana mwanaume akawa hana shida, hana tatizo, lakini akavutiwa na kile unachokisema na akatamani wewe uwe mwenza wake. Hili pia limekuwa likikutokea kwamba watu wanakuja anakuambia bwana, mimi sio kwamba naumwa wala nini, sema mimi tu nakupenda na natamani nikuoe. Na hawa pia umekuwa ukiwafanyia nini kama wakili? Ni wengi, lakini mtu akishaniambia kitu kama hicho, jibu langu ni kwamba mimi nadili na afya ya uzazi kwa mwanaume na kwa mwanamke. Kama ni nje na hiyo afya, nikutakie tu mchana mwema basi. Okay. Ni changamoto ipi ambayo sasa hivi unahisi kwa kina mama au kwa kina dada ni kubwa zaidi kwenye swala nzima la afya? Hasa kwa wakina mama, changamoto ni uvimbe, UTI sugu, PID, magonjwa ya zinaa ya kujirudia ya mara kwa mara. Kwa sababu unajua mtu anaweza kawa na changamoto, mwanamke hajui kama anayo.
ila anayo kwa muda mrefu, na baada ya siku zinavyozidi kusogea anashangaa changamoto inazidi siku hadi siku. Hiyo ni kutokana kwamba tunatofautiana hata pia na kinga ya mwili. Kuna mtu mwingine akipata hayo maradhi kwa haraka yanaonekana, kuna mwingine maradhi hayaonekani, anakaa nayo kwa muda mrefu ndio yanajitokeza. Ila sana sana ni vimbe, mirija kuziba, mtu anahangaika kutafuta uzazi kwa muda mrefu, labda mwingine kwenye ukuaji wake huko alikuwa anatumia njia za kuzuia ujauzito zikamletea shida, au mwingine ametumia P2 sana zimemletea shida umri unavyozidi kusogea. Wengi nadhani hawajui tofauti ya PID na umetaja ugonjwa mwingine hapa ambao unatajwa sana UTI. PID na UTI, haya magonjwa mawili tofauti zao zimekuwa zipi? Kwa mtu ambaye anakuwa na PID, kwanza kabisa atakuwa ni mtu ambaye anapata dalili ya kupata maumivu chini ya kitovu, anatokwa na uchafu mzito kama maziwa mtindi, au ule uchafu unatoka una rangi kama ya njano, au ule uchafu unatoka lakini una harufu kali, au anatokwa na majimaji, na anatumia dawa unakuta hali inarudi pale pale, anatumia dawa unakuta hali inarudi pale pale. Sasa mtu wa namna hiyo akishaanza kuona tu hizo dalili, atambua kwamba tayari hiyo ni changamoto ya PID. Lakini kwa mtu ambaye anakuwa na UTI, atakuwa anaona dalili ya kwamba akianza kukojoa anapata maumivu makali, unatoka mkojo kidogo lakini anapata maumivu makali, au anakuwa anapata na miwasho ya mara kwa mara isiyopona. Ambaye ana UTI pia anaweza kuwa anatapika? Mtu mwenye UTI sometimes kutapika ni kwa mara chache, sio wengi, lakini anaweza kupata maumivu ya kichwa, kiuno, lakini kutapika ni wachache. Kwa sasa hivi idadi ya, wewe kama daktari unahisi idadi ya mabinti au kina dada ambao walikuwa wanasumbuliwa na magonjwa kama PID, UTI kwa msimu huu wa mwaka 2025 na mwaka 2024 inazidi kuongezeka au inapungua? Kutokana na lifestyle ya maisha, idadi inaongezeka, kwa sababu mtu ambaye ana UTI sio kwamba labda atakuwa na huo ugonjwa kwa ajili ya kujamiana peke yake, hapana. Sometimes ni mtu labda anaanika nguo za ndani, anazianika ndani. Kumbuka nguo ya ndani haitaki kuanikwa ndani, inatakiwa ianikwe nje ipigwe na jua. Au kama mtu anaanika nguo ya ndani, akaianika ndani, anatakiwa ainyooshe na pasi kabla ya kuvaa ili kuua wale bakteria. Lakini sasa na wengine unakuta anakumbana na hiyo hali kutokana na kwamba vyoo, tunashare sana vyoo, kila mtu ana maradhi yake. Kwa hiyo unakuta changamoto inazidi kuwa kubwa, watu wengi wanapata huo ugonjwa. Unazidi kukua kwa kasi. Kama daktari, umewahi kusikia story ya kwamba mwanamke anarudisha bikra? Hiyo ni uongo. Haipo. Na huwa haiwezekani. Kweli? Ni watu tu, mtu anazungumza, utasikia wanakwambia unaweza ukarudisha bikra yako kwa kutumia ndimu, si ukachanganya makorokoro. Hicho kitu hakipo. Ikisha toka imetoka. Kweli? Okay. Na labda wale wanaume ambao, kuna wanaume wengine ambao wanatumia dawa za mitishamba labda ili kukuza maumbile yao. Mwanaume anajikuta labda yale alionayo anaona kama hayatoshi, anataka aongeze awe makubwa zaidi. Hii kwa dawa za kizungu ipo, na je, ni salama? Kwanza kwa mwanaume ambaye anahitaji kuongeza maumbile, si salama kwake. Na ukisema dawa za kizungu, hamna dawa ya kuongeza maumbile ya kizungu. Kwa sababu kila dawa ambayo utaitumia ya kizungu ya kuongeza maumbile, kama ukiipata, ina effect ndani yake. Ina shida. Kwa sababu Mungu kama alikuumba kwamba wewe maumbile yako yatakuwa ni kiasi fulani, size 4, labda inchi 4 mpaka 6 inatosha, au 3 mpaka 4 inatosha. Kwa sababu unapotafuta dawa ya kuongeza maumbile ni shida. Njia rahisi ya kuongeza maumbile ni kufanya mazoezi tu, ambayo haina tatizo aina yoyote, lakini kuhusiana na madawa ni shida baadaye. Okay. Kisayansi, kuna uhusiano gani kati ya mwanaume na shape ya mwanamke kisayansi? Kwa sababu kwa sasa tumegundua ni kama 1% kubwa ya wanaume wanapenda wanawake wenye maumbile makubwa, na maanisha shape iwe kubwa, makalio na nini. Kitaalam, je, kuna mahusiano kweli ambayo yapo ya moja kwa moja kwamba wanaume 1% kubwa upenda wanawake wa maumbile hayo? Sio wanaume wote. Unajua kila mtu na chaguo lake. Ila 60% wanaume wengi wanapenda wanawake wenye mashepu.
Ndio maana unaona sasa hivi sisi wanawake tunahangaika gym, tunaenda hospitali, tupatengeneze shape, utoe tumbo, shape iwe kubwa, lakini si kila mwanaume anapenda mwanamke mwenye shape kubwa. Kama ingekuwa ni hivyo, basi wanawake si ambao hawana mashepu makubwa wangekuwa waolewi, wangekuwa wanaolewa wanawake wenye mashepu. Lakini kila mtu na chaguo lake. Ni sawa sawa na wewe unaweza kusema mimi labda na chaguo langu mimi mwanamke mrefu, mfupi, mwembamba hivyo, lakini sio kwamba kila mwanaume anapenda mwanamke mwenye shape. Okay. Na hakuna msaada wowote wa shape na mwanaume wakiwa kwenye tendo labda? Hiyo ni ngumu kuijibu kwa sababu hiyo ni private wakiwa chumbani yeye na mwenza wake. Labda ulisoma huko? Hiyo no comment. No comment. Okay. Unadhani kwa ulimwengu wa sasa ni vitu gani vitano ambavyo mwanaume anatakiwa afanye ili asiachwe na mke wake au adumishe mahusiano? Vitu vitano vikuu ambavyo unaweza kuvitaja kwa haraka. Kitu cha kwanza ambacho mwanaume anatakiwa kuwa navyo au kufanya ili asiweze kumwacha mwenza wake au mwenza wake asiweze kumwacha. Kitu cha kwanza ni kwamba mwanaume anatakiwa kumkea mwanamke. Kitu cha pili ni kwamba mwanaume anatakiwa awe vizuri kitandani. Kitu cha tatu ni kwamba mwanaume anatakiwa awe na uwezo wa kwenda raundi kuanzia 3 mpaka 4. Umechoka sana 3 tu zinatosha. Na kitu kingine pia awe na uwezo wa, na sisi wanawake tunapenda kudekezwa, kubembelezwa. Wewe unaweza kumbembeleza. Pia mwanamke kitu kingine ambacho anapenda kufanywa na mwanaume ili akimfanyia anajisikia yuko vizuri ni kwamba labda kama una gari, fungulie mlango, mbebe pochi. Hivyo vitu ukivifanya vitakuwa vinasaidia mahusiano yenu yafanye kuwa mapya kila siku. Kwa hiyo ugomvi wa hapa na pale utakuwa ni mdogo sana. Okay. Unaposema kuhusu labda hiyo kumdekeza na nini, kwa wanaume wengi huwa wanahisi kama vile ni mwanamke anamwendesha, au ambao huwa wanahisi kwamba kumkea mke wake kwamba kumfungulia mlango wa gari, au mke labda akitoka kazini akimkuta nyumbani ampokee alichobeba. Wengine wanachukulia kwamba Kiafrika sisi hatuko hivyo. Au nawaambia nini wanaume walio? Kuna ile kuendeshwa na mwanamke, kuna ile kumkea mwanamke. Ni vitu viwili tofauti. Kuendeshwa na mwanamke ni kwamba labda ni fungulie mlango. Mwanamke anakuambia mwanaume sasa ni fungulie mlango. Au umemaliza kula hata vyombo hujatoa. Hiyo ni kumwendesha mwanaume. Sisi wa Afrika hatuko hivyo. Afanye yeye kapenda. Lakini kumfungulia mlango, kumbebea pochi, kutoka labda mnatoka amemshika mkono, hiyo ni kumdekeza mwanamke. Lakini kumkolomea mwanaume ile nifungulie mlango. Nimekuja ndani, nimegonga muda mrefu hujafungua mlango. Sisi wa Afrika hatuko hivyo. Kumkumbatia mkeo au kukumbatiana wapenzi wawili, kuna faida zipi muhimu sana? Kitu cha kwanza, faida ambayo mwanamke na mwanaume anaipata au wapenzi, kukumbatiana bwana ni kitu ambacho kinaamsha hisia, hata kama hisia ziko mbali. Ndio maana Mungu akaweka mwanamke na mwanaume. Kwa hiyo mnavyokumbatiana kuna lile joto. Mapigo ya moyo ya mwenza wako unayasikia yanapiga ta ta ta. Kwa ile huwa inamfanya mwanamke ajifeel au inamfanya mwanaume ajifeel kwamba niko na mwenza. Kuna lile kumbato hasa unakumbatiwa mpaka mwenyewe unasema yes, hapa niko kwa mwenza wangu. Kwa hiyo ndio faida kubwa. Hiyo ndio faida kubwa. Faida nyingine ni kwamba kumbato huwa linasaidia kuwaweka karibu. Kama umezoea ukiwa na mwenza wako unapenda sana kukumbatiana, huwa inawaweka karibu zaidi kwa sababu unakuwa unahisi mwenzako yupo karibu sana na wewe. Kuna tabia moja za vijana ambazo siku hizi zimeshamiri sana. Nadhani huwa tunaonaga au tunaelezwa pia na vijana wengine. Na nahisi sikosei, kama sikosei wewe ndio umewahi kuongelea pia hii, kama sikosei, kama sijasahau, kwamba watu wanapokuwa kwenye mambo yao, kuna baadhi ya vijana ambao wamezoea kuwapiga makofi wenza wao katika ile moment. Hii pia ina faida au ina umuhimu au ni kuumizana? Hiyo ina faida. Inamfanya mwanaume ambaye ana tatizo la kuwahi mapema
kufika kileleni mapema. Inamsaidia kuweza kumfanya aende kwa mwendo kidogo. Hiyo ni faida kubwa ya. Kwa hiyo wanaume inatakiwa wafanye hivyo. Wafanye, lakini hiyo ni private wakiwa chumbani huko. Sisi hatujui ambao wanakuwa nafanya, lakini hiyo ni mojawapo pia. Okay. Kwa sasa hivi ukipewa nafasi ya kuwashauri vijana wa sasa, ushauri wako mkubwa ambao utatoa kwao ni ushauri gani? Kwanza, kitu cha kwanza, vijana bwana, maisha yanaenda kwa kasi sana. Lakini ukija kuangalia 80% vijana ndio wanaongozwa kuwa na tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Kitu ambacho nawashauri ni kwamba itunze sana afya yako, na pia epuka sana marafiki wasio sahihi, kwa sababu wengi wao wanaingia kwenye vitu vya ajabu, mfano kama kutumia dawa ambazo ni booster. Anakuambia nilishauriwa na mshikaji wangu, nilishauriwa na rafiki yangu, au nilikuwa na mwanamke nimemfukuzia kwa muda mrefu, sasa siku nimempata rafiki yangu akaniambia fanya hivi. Leo naenda kumkomesha. Huwezi kukomesha sehemu ile, ni ngumu sana. Sababu ni sehemu ambayo inatanuka na kusinya. Kwa hiyo ni ngumu sana. Kwa hiyo wewe utameza zile dawa, utatumia, alafu mwisho wa siku zitakuletea madhara, na yule uliyemkomesha mlishaachana muda mrefu, yeye alisharudi kawaida, madhara yanabaki kwako. Kwa sababu mtu anayetumia booster ukija kumsaidia kurudi kwenye hali ya kawaida ni ngumu sana. Kwa hiyo waepuke sana 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 marafiki ambao sio sahihi, na waepuke kuingia kwenye vitu ambavyo havina manufaa. Ni bora wakafocus na mambo ya uchumi. Vitu vitatu ambavyo mtoto wa kike au binti yoyote sasa hivi ajipange kwamba akiingia kwenye mahusiano au kwenye ndoa ajitahidi kumfanyia mume wake ili mapenzi yazidi kunoga. Ni vipi? Vitatu tu kwa mwanamke. Kitu cha kwanza mwanamke ambacho anatakiwa kufanya, tunarudi pale pale, kumkea mwanaume. Mwanaume anapenda kudekezwa pia. Wengi wao mtu akiwa yuko kwenye mahusiano anakuwa anamdekeza sana mwenza wake. Lakini wakiingia kwenye ndoa hicho kitu anaacha, mapenzi anahamishia kwa mtoto. Kwa mwanaume anakuwa ni machache. Ni kuchunga sana kumdekeza mwanaume. Kitu kingine ni kumwambia mwanaume pole na kazi. Hiyo usisahau kwenye maisha. Hata iweje, hata muwe mmegombana, usisahau kumwambia mume wangu pole na majukumu ya kutwa nzima, pole na kazi, ugomvi wenu unaweka pembeni. Ni kitu ambacho kinampa faraja kwamba nathaminiwa na mimi, kumbe natambua umuhimu wangu, sikuwepo nyumbani lakini nimerudi nimepokelewa na pole. Hayo ni mahusiano, na ukiwa kwenye mahusiano unajiandaa kuingia kwenye ndoa, kwa usisahau kufanya hicho kitu. Kitu kingine cha tatu cha mwisho ni kwamba mwanaume wako mfanye ajisikie ni special kwako kila siku. Badilisha style. Nikisema style sio kila siku amezoea unampikia wali maharage kila siku. Hapana, badilisha hata wali nyama, badilisha ndizi. Inamaanisha kwamba nimfanye ajisikie kwamba katika wale wote ambao niliwahi kuwa nao, huyu ni more than ya wale ambao nilikuwa nao. Dr. Witness, umewahi kututibia msanii wetu yoyote tatizo la nguvu za kiume? Unajua swala la tiba au swala la afya ni siri baina ya daktari na yule na mgonjwa unayemhudumia. Hiyo ni nje kabisa. Ni siri bado hadi sasa hivi ni siri, hujamtaja msanii. Lakini je, wasanii wetu hawa, hatujasema umtaji msanii kwamba ni msanii gani, hapana. Kwa wasanii wetu hawa, je, kuna ambao ushawahi kututibia swala la tatizo la nguvu za kiume? Narudi pale pale, ni siri. Kweli. Okay, mimi nikushukuru kwa time yako. Nadhani Watanzania wangetamani tu kujua kwamba kwa kukupata Instagram unatumia jina gani, TikTok unatumia jina gani, Facebook, lakini vile vile kama inaweza, kama unakuwa na taratibu sijui ya namba zako za ofisi, unaweza kuwatajia. Sawa. Mimi mtu kunipata kwa urahisi sana, akiingia kwenye Instagram utakutana na akaunti yangu, natumia Dr. Witness na Afya. Ukiingia Facebook utakuta Dr. Witness na Afya 87. Pia ukiingia TikTok utakuta Dr. Witness na Afya. Ukiingia YouTube pia utakuta Dr. Witness na Afya. Na pia kwa kunipata kwa urahisi naweza kanitafuta WhatsApp moja kwa moja kwa sababu wagonjwa ni wengi. Kwa hiyo anaweza kanipata kwa namba 0715646811. Mimi nakushukuru sana. Na mimi nashukuru sana sana sana. Asante.